Mchango huu umewezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika sekta ya afya, ikiwemo uimarishaji wa huduma za afya, ikiwemo huduma za kujifungua. Mganga mkuu wa hospitali ya wilaya Mvomero, Dr. Filipina Filipo, anaelezea kuwa hapo awali akina mama waliozifikia huduma hizo ni 65%, lakini baada ya uwezeshwaji kupitia mfuko wa afya wa pamoja wamefanikiwa kufikia lengo ambapo akina mama 80% ya idadi ya kina mama wanaofika katika hospitali hiyo kupata huduma, huku idadi ya vifo vya kina mama hao na watoto wachanga pia vikipungua. Mfano, katika upande wa vifo vya watoto tulikuwa tunafikisha mpaka vifo 80 kwa mwaka. Lakini sasa hivi tumeshuka mpaka vinafika vifo 60. Na katika upande wa vifo vya kina mama data inakuwa inabadilika, lakini kwa mwaka 2020 na 2022 tulikuwa tuna vifo vingi. Tulikuwa tuna vifo 15, lakini 23 vikashuka mpaka tukafikisha vifo 5. Ila kwa mwaka 24 idadi ya vifo pia ikawa imeongezeka, vilizidi 5. Ila kwa mwaka huu 25 tangu tumeanza mpaka sasa hivi tumeshapata vifo 2 tu. Na vile hizi fedha zimekuwa zikitusaidia kwenye usimamizi na uendeshaji wa huduma za afya. Kwa mfano, tumekuwa tukifanya ufuatiliaji kwenye utekelezaji wa shughuli za afya kwa upande wa halmashauri mpaka kwenye vituo, kuona ni jinsi gani ambavyo hizi fedha zimekuwa zikitumika kwenye masuala mbalimbali. Vile hizi fedha zimekuwa zikitusaidia kwa mfano kwenye kufanya ukaguzi wa bidhaa za afya, vile kwenye kuandaa mikutano mbalimbali inayohusiana na masuala ya mama na mtoto. Nao walengwa ambao ni wakazi wa wilaya ya Mvomero wakizungumza na Channel 10 wamesema kwa sasa hali ni tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Awali kweli huduma zilikuwa ni changamoto kwa sababu huduma zilikuwa mbali, Dakawa huko Morogoro, sometimes mpaka Dumila huko au Tuliani. Huduma kweli tulikuwa tunazipata mbali. Mbali upo, umbali ulikuwepo na changamoto zilikuwepo. Kuto changamoto usafiri. Unaweza kutoka na mgonjwa hapo kaenda naye barabarani pale, ukakaa naye kusubiri usafiri. Ndio kama hivyo, changamoto zipo nyingi. Au pikipiki, na pikipiki nao sio salama kwa mgonjwa. Kwa mfano kwa mama mjamzito ni changamoto kweli, ilikuwa changamoto. Moto usafiri ni kawaida. Kusafiri lazima utoe changamoto, mgonjwa akipatikana lazima kuna Dumila waga tunaenda. Morogoro ilivyosogea hapa karibu tunaishia hapa karibu au tunaishia zahanati ya Dakawa. Huduma tumepata unafuu zaidi, tunashukuru Mungu. Kati ya mwaka 2021, 2022 na 2024, 2025 mkoa wa Morogoro ulipokea zaidi ya shilingi bilioni 21.5 kutoka kwa wadau wa maendeleo wa mfuko wa afya wa pamoja. Kati ya fedha hizo bilioni 20 ziliingizwa kwenye halmashauri 9 za mkoa huo. Dorcas Ramos, Channel 10.